Mtu wa Mungu popote pale ulipo, na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana kwenye neno lake Mwenyezi Mungu kwenye haya madhabahu ya kambi ya wateule. Mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza. Madhabahu ya kambi ya wateule ni YouTube channel na ambapo tunashiriki katika neno lake Mwenyezi Mungu kwa pamoja tukiwa sehemu mbalimbali za dunia. Mimi ndiye mchungaji wa haya madhabahu Benson Mwanza, na pasipo na kupoteza wakati, Jumanne hii ya leo ningependa twende moja kwa moja katika neno lake Mwenyezi Mungu kwenye kitabu cha Mhubiri sura ya 10. Mhubiri sura ya 10 mstari wa 15, na Biblia inasema, kazi yao wapumbavu wachosha kila mmoja, maana ajui hata njia ya kuiendea mji. Kazi yao wapumbavu wachosha kila mmoja, maana ajui hata njia ya kuendea mji. Hili ni neno lake Mwenyezi Mungu siku hii ya leo, na hili neno nimelipa kichwa, kuwa mwenye hekima katika kazi zako. Kuwa mwenye hekima katika kazi zako. Na ninachopenda zaidi hapa, Mhubiri anasema vizuri, kazi yao wapumbavu wachosha kila mmoja, kumaanisha wanachoka pasipo na kuafikia chochote, kumaanisha wanakuwa frustrated, ni kumaanisha wanakata tamaa kwa sababu hakuna chochote kile wanapata kutokana na ile kazi. Si eti kwa sababu hawana bidii, ndio wako na bidii, lakini shida ni kwamba ni wapumbavu. Shida ni kwamba hawana hekima. Shida ni kwamba hawana uelewa, hawana ufahamu, hawana maarifa. Na ndio maana anaendelea kusema, maana ajui hata njia ya kuendea mji. Zaidi ya yote, zaidi ya kufanya hiyo kazi anayoifanya, ajui jinsi ya kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Jumanne hii ya leo nataka kukuambia kuwa mwenye hekima katika kazi zako. Kwa sababu gani? Kwa sababu utapata jambo moja na ambalo ni la muhimu katika hili funzo, kwamba kuna watu katika haya maisha tunayoishi ambao wamechoka sana, kwa sababu wana miaka 30 lakini wanahisi kana kwamba wana miaka 50. Wamefanya kazi kwa miaka 5 lakini wanahisi kana kwamba wamefanya kazi kwa miaka 20 au zaidi. Migongo yao haijavunjika, lakini mioyo yao imechoka na akili zao zimelemewa au zimelemazwa. Angalia, huyu ni mtu na ambaye kwa lugha nyingine, jinsi Mhubiri anavyosema, huyu ni mtu aliyechoka. Huyu ni mtu na ambaye ni mpumbavu. Bwana Yesu asifiwe. Kila asubuhi wanaamka wakiwa tayari wamechoka, kana kwamba maisha yamewashinda hata kabla siku haijaanza. Hii ndiyo hasa maandiko yetu ya leo. Mara tumesoma katika Mhubiri, yanasema kazi yao wapumbavu wachosha kila mmoja. Biblia inaeleza kuwa hawajui jinsi ya kuendea mji. Kwa maneno mengine, hawajui jinsi ya kufikia mafanikio, hawajui jinsi ya kufikia amani, hawajui jinsi ya kufikia utimilifu. Wana shughuli nyingi lakini hawasongi mbele. Hawa ndio watu wapumbavu. Na mtu mpumbavu ni nani katika Biblia? Kila mmoja wetu tunaweza tukaona Biblia inamdescribe mtu mpumbavu ni yupi, na ili usije ukaona ni kana kwamba mchungaji leo unatutusi ama ni nini. Katika Zaburi 14 mstari wa 1, Biblia inasema, mpumbavu anasema moyoni, hakuna Mungu. Wameharibu matendo yao na kuyafanya chukizo, hakuna atendaye mema. In simple, mtu na ambaye anasema moyoni mwake, mtu na ambaye hajampokea Kristo, mtu na ambaye anaamini hakuna Mungu,
yule na ambaye anafanya kazi zake kwa uweza wake, anafanya vile anavyotaka, huyo ndiye mtu mpumbavu. Maana ni mtu na ambaye anataka kufanya kile anataka. Ndio maana anasema hakuna Mungu, hataki kujitiisha chini ya Mungu. Utapata ndio kuna watu na ambao hawajaokoka, lakini wanaamini kunaye Mungu. Hata huyo mtu anapoamka asubuhi anaomba, anasema Mungu nisaidie kwa hili, lakini hajaokoka. Huyo ni mtu na ambaye anatambua kwamba kuna Mungu, na hii kazi haiwezi peke yake. Kwa hivyo kwanza, mtu mpumbavu ni yule na ambaye amwamini Mungu, yule na ambaye anasema hakuna Mungu. Na hivyo akisema hakuna Mungu ni kumaanisha aamini Mungu na anataka kufanya kile anachokitaka, si aelekezwe. Bwana Yesu asifiwe. Na zaidi tumeelewa huyo mtu mpumbavu, na ndio maana anachoka, ndio maana amechoka, aelewi hata njia ya kwenda mjini. Maana Biblia inatuambia vizuri, na alaaniwe mtu yule amtegemeaye mwanadamu. Yule mtu na ambaye kumtegemea mwanadamu inaweza kuwa utegemea wanadamu wengine, lakini inaweza kuwa unajitegemea wewe mwenyewe. Wewe si mwanadamu. Kwa hivyo huyo mtu na alaaniwe, Biblia inasema amelaaniwa. Na hivyo akishalaaniwa, huyo ni mtu mpumbavu, maana aamini kwamba kunaye Mungu anayeweza kumsaidia, maana aamini Mungu na ambaye anaweza kutusaidia. Angalia pia katika Zaburi 127 mstari wa 1 na wa 2, Biblia pia inaelezea zaidi pale kwa nini watu wanachoka, kwa nini mpumbavu huchoka. Biblia inasema, Bwana asipojenga nyumba, waijengao wafanya kazi bure. Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure. Mstari wa 2 inasema, kazi yenu ni bure. In simple, utafanya kazi utachoka. Mpumbavu utafanya kazi utachoka. Kazi yenu ni bure. Mnaoamka mapema na kukawia kwenda kulala na kula chakula cha taabu, yeye huwapa mpenzi wake usingizi. Isipo hao watu wanafanya kazi pasipo na kumwamini Mungu, pasipo na kuelewa hii kazi wapo Mungu hatonisaidia. Kama huyu mtu amtumaini Mungu, huyu mtu ni mpumbavu. Ndio maana Biblia inasema hiyo kazi ni bure, utachoka bure. Mnaoamka mapema na kukawia kwenda kulala na kula chakula cha taabu. Lakini wale na ambao wanaompenda Mungu, wale na ambao wanaomtumainia Mungu, Biblia inasema yeye huwapa mpenzi wake usingizi. Ana taabu, ataabiki, na hivyo ni kumaanisha atochoka. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana hili neno letu siku hii ya leo inakuwa inatuelezea zaidi vizuri. Hii ndio hasa maandiko yenye msingi yanayoeleza, yanasema kazi yao wapumbavu wachosha kila moja. Biblia inaeleza kuwa hawajui jinsi ya kuendea mji kwa sababu hawana mwelekeo, kwa sababu hawana hekima. Kwa maneno mengine, hawajui jinsi ya kufikia mafanikio, amani au utiifu. Wana shughuli nyingi lakini hawasongi mbele. Biblia inatuambia nini? Kazi yenu ni bure. Mnaoamka mapema na kukawia kwenda kulala na kula chakula cha taabu. Maana ni watu ambao ni wapumbavu. Na ni watu wa aina gani? Wanaosema mioyoni mwao hamna Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Shida halisi sio kazi, sio huduma, sio uchumi, sio marafiki, wala hata mwenzi wa ndoa. Tatizo la kweli ni ukosefu wa hekima. Kujua kwamba kunaye Mungu anayesaidia watu, kujua kwamba kunaye Mungu, ama kujua kwamba siliwezi hili pasipo na Mungu kunisaidia. Hiyo ndio hekima, na hii hekima inatoka kwake Mwenyezi Mungu. Hekima kwa lugha rahisi na ambao tunaelewa ni kujua cha kufanya kwa wakati unaofaa. Na ndio maana nasema hata njia ya kwenda mjini hawaijui, kwa sababu hawawezi wakajua lile la kufanya kwa wakati unaofaa. Maana ni wapumbavu, hawana hekima, na hekima yetu inaanza
Sasa wakati tunapoamini kunaye Mungu na kisha tunampokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha ya kwetu, maana Biblia inatuambia kwamba yeye amefanyika hekima ya Mungu, hekima yetu itokayo kwa Mungu Yesu Kristo. Kwa hivyo tunapompokea, hata Biblia inatuambia kumcha Bwana ndio mwanzo wa hekima, ndio mwanzo wa maarifa. Na hivyo ukiwa na maarifa, ukijua na ujue wakati wa kuyatekeleza, hiyo ndio hekima. Na pia tunaelewa tunapompokea Kristo tunapokea hekima, na pia zaidi tunampokea Roho Mtakatifu na ambaye pia anatupa hekima. Kwa hivyo hekima iko ndani ya Mungu, haiko ndani ya masomo, haiko ndani ya kuelewa mambo mengi ya ulimwengu, lakini hekima iko ndani ya Mungu. Inaanza wakati unapomwamini Mungu ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha ya kwako. Inaanza wakati unapoelewa ya kwamba hata nifanye nini ni kazi bure. Pasipo na kumwamini Mungu, pasipo na kumruhusu Mungu aniongoze, ninafanya kazi bure, nitachoka bure, nitakuwa frustrated. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inawaita wapumbavu si kwa sababu ni waovu au wavivu, bali kwa sababu hawafanyi kazi kwa ufahamu. Mtu anapokosa hekima, hata kazi ndogo uhisi nzito. Ukipoteza maarifa ya jinsi ya kusonga mbele, maisha uhisi kana kwamba ni mzunguko wa kukatisha tamaa. Ndio maana watu wengine wanachoka mapema mno katika maisha, maana wanajifanyia kila kitu, maana wanajisumbua bure, maana kazi yao ni bure, maana wamwamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Angalia hapa, lakini habari njema ni hii: suluhisho si kukata tamaa, si kukimbia au kulaumu wengine. Suluhisho ni hekima, na hii hekima unaipokea wakati unamwamini Mungu na zaidi unamkiri Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha kwako. Ndiyo, mnajua mara nyingi tumeambiwa tunapookoka mambo yatakuwa rahisi, lakini tunapookoka pia tunahitaji hekima, tunahitaji kutembea na Mungu, tunahitaji kumsikiliza Mungu. Ndio maana Biblia inatuambia tusige mifano ya hii dunia, wale ambao wameokoka, bali mugeuzwe nia zenu, mawazo yenu, na ili muweze kuelewa mapenzi yaliyo sawa na yaliyo mema yake Mwenyezi Mungu. Kuelewa mapenzi yaliyo sawa na yaliyo mema yake Mwenyezi Mungu, hiyo ndio hekima tunayoizungumzia. Ni kumaanisha nini? Ni kumaanisha hautabambanya, ni kumaanisha hautajisumbua, utaelewa la kufanya kwa wakati upi. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inakuwa inatuzungumzia, wiki iliyopita tuliona kuhusiana na wana wa Isekari. Walijua nyakati, walijua nini kilichowapasa kufanya Israeli kwa wakati fulani, na hivyo hawakubahatisha, hawakuchoka bure. Hiyo ndio hekima. Walikuwa wenye akili, walikuwa wenye hekima. Akili na ambao tunaoizungumzia si ya masomo. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukawa umesoma na wewe bado ni mpumbavu, maana hauamini Mungu, maana haujamruhusu Mungu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hekima unaanza kuelekeza nguvu zako ipasavyo, maana umeelewa Mungu anakuelekeza. Hiyo ndio hekima, Mungu anakuelekeza. Angalia, watu wanafungua biashara, wanafungwa, wanakuwa frustrated, wanabadilika. Yaani mtu anaajiriwa kwa kampuni nzuri inayompea mapato mazuri, na kwa sababu ya upumbavu, kukosa hekima, anaiba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Biblia inakuwa inazungumzia vizuri zaidi. Mpumbavu anasema moyoni mwake hamna Mungu, kwa sababu anataka kufanya kile anataka, hataki kuelekezwa, hataki kumwamini Mungu, hataki kumtii Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Angalia mambo kama yale. Mtu anapewa nafasi nzuri, lakini anajaribu kwa ukosefu wa hekima, maana amwamini Mungu. Ndio maana utapata hata wale hawamwamini Mungu wanakimbia kutafuta nguvu zaidi, na ili kuwawezesha kufanikiwa maishani. Bado huo ni upumbavu, maana katika yote ni ubatili. Suleimani anasema vile, pasipo na Mungu hata upate yote ni ubatili. Maana ndio kuna hekima ya Mungu na kuna hekima ya dunia, na hekima ya dunia itakuonyesha mambo yako mazuri, lakini hatimaye utaangamia, hatimaye utapoteza yote.
Kuna haja gani upate yote katika ulimwengu na kisha upoteze uhai wako, uzima wako? Hamna haja. Na hivyo kwa hekima unaanza kuelekeza nguvu zako ipasavyo. Maisha hayaonekani tena kama mzigo unaokukandamiza. Kama maisha yanaonekana kuwa mzigo kuliko inavyopaswa kuwa, simama na ujiulize, kama unaishi kwa hekima ya kweli. Una haja ya kuacha, pokea hekima. Mhubiri 10:10 inasema hivi: iwapo chuma akipati wala mtu akinoi, ndipo ana budi kutumia nguvu zaidi, walakini yafaa kutumia hekima na kufanikiwa. Kwa hivyo tunapoangalia katika Biblia, yafaa kutumia hekima na kufanikiwa. Na hivyo hii hekima unaitoa wapi? Wakati unapompokea Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha kwako. Biblia, Mungu akamwambia Yoshua, hichi kitabu cha sheria kisiondoke kinywani mwako, kitafakari usiku na mchana, kwa makini kutenda yote yalimoandikwa mle ndani, na hapo ndipo utafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na Mhubiri anatuambia nini? Anatuambia hivi, Mhubiri 10:10, iwapo chuma akipati wala mtu akinoi, ndipo ana budi kutumia nguvu zaidi, walakini yafaa kutumia hekima na kufanikiwa. Katika Waefeso 5:15 mstari 15 hadi 16, Biblia inasema, basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkitembea vile mnataka, unafanya kile unachokitaka, unakuwa mpumbavu. Lakini ukitembea kulingana sheria za Mungu, zikikuelekeza na zikikudhibiti, ukimwamini Mungu akuelekeze, ni hekima. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 16 inasema, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Utaukomboa wakati vipi kama ujui la kufanya kwa wakati unaofaa? Na kujua la kufanya kwa wakati unaofaa ndiyo hekima tunayoizungumzia, na itokani na hizi nyama, inatokana na Roho Mtakatifu wa Mungu tuliyempokea, tuliyepewa kuwa msaidizi, na inaanza kwa sisi kumwamini Mungu yupo, kusikia neno lake, kumkiri Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha kwetu, na kisha kuanza kutembea kulingana neno lake na kulitii hilo neno kwa kutenda yote yalimoandikwa mle ndani. Na hapo tunapokea hekima, hapo tunapokea maarifa, na Roho Mtakatifu anatuelekeza maarifa yale tutayatekeleza kwa wakati upi, maana tunaelewa mapenzi ya Mungu. Tunapoyaelewa mapenzi ya Mungu, Roho wa Mungu anatuelekeza, na anapokuwa anatuelekeza ndiyo hekima. Bwana Yesu asifiwe. Namalizia na kusema hivi, kama maisha yanaonekana kuwa mazito kuliko yanavyopaswa kuwa, simama na ujiulize kama unaishi kwa hekima ya kweli. Hekima ya kweli inatoka juu mbinguni, inatoka kwa Mungu. Una haja ya kuacha, pokea hekima. Na Biblia inasema, katika miongoni mwenu kuna aliyepungukiwa na hekima, basi naombe kutoka kwa Mungu, na ambaye hawezi akakunyima. Kumaanisha Mungu alituumba tutembee wenye hekima, tutawale, maana pasipo na hekima au tatawala. Hekima ndio itakuwezesha kutawala. Tuliona wiki iliyopita tukaona ya kwamba ukijua la kufanya kwa wakati unaofaa, watu watakufuata, maana wewe ni mtu mwenye hekima. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiwa mtu mwenye hekima, upumbavu umeondoka, na utachoka, utafanikiwa katika yote unaotenda, na utaona kazi zako, iwe ni biashara, iwe ni ndoa, iwe ni mali umeajiriwa, iwe ni lolote lile unalolitenda, utalitenda kwa hekima na utafanikiwa, na Mungu atatukuzwa. Baba, ni asante kwa kunena nasi siku ya leo. Mfalme uketie juu zaidi, wewe unastahili sifa zote, unastahili utukufu. Ni asante kwa kunena nasi,
Ni asante kwa kuzungumza nasi, ni asante kwa kutufundisha, ni asante kwa kutupa maarifa kupitia mafundisho siku ya leo. Mfalme mkuu na mtakatifu, jitukuze na ujitwalie sifa. Kuanzia siku ya leo sasa tutafuata kuyajua mapenzi yako, maana tukiyajua mapenzi yako wewe utatuelekeza jinsi ya kuyatenda, na hivyo tukielewa cha kufanya na kwa wakati unaofaa, hiyo ndio hekima na inatoka kwako. Baba, tusaidie tusiwe wapumbavu kujitegemea sisi wenyewe, maana tukijitegemea wenyewe tumelaaniwa, tukitegemea watu wengine tumelaaniwa. Lakini tukikuangalia wewe, tukielewa ya kwamba usipoujenga mji waujenga wafanya kazi bure, usipolinda boma walinda wafanya kazi bure. Tusipoelewa hilo tutafanya kazi bure, tuamka mapema itakuwa kazi bure, tukitafuta chakula tukikula kwa taabu. Lakini wewe unawapa usingizi wale wakupendao, wale wanaoshika sheria zako, kwa sababu umewapa hekima. Wanajua wakati wa kufanya lile na lile, na hivyo hawatahangaika, hawatachoka. Baba, tupe nguvu mpya mahala tumechoka kwa kujitumainia, kwa kujitegemea, kwa kutegemea vitu, kwa kuwa wapumbavu. Baba, tunaomba ukatusamee, na kuanzia siku ya leo jinsi neno lako linatuvyotuambia, aliyepungukiwa na hekima na aombe kutoka kwako. Tunaomba hekima yako, tunaomba hekima yako. Ndio tumeokoka, lakini kwa njia moja au nyingine tuliendelea kuiga mifano ya hii dunia, tukakosa kugeuzwa nia zetu, tukakosa kugeuzwa mawazo yetu, na ili tuelewe mapenzi yaliyo sawa yako. Baba, tunaomba ukatusamee, na kuanzia siku ya leo tutakufuata wewe, tutakuangalia wewe, na ili tukapate hekima itakayo tutafanikisha. Mfalme mkuu na mtakatifu, jitukuze na ujitwalie sifa milele yote, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Asante sana kwa kulitazama hili neno lake Mwenyezi Mungu. Mungu akubariki, Mungu akuzidishie. Haya mafundisho yamekuwa ya baraka kwako. Wakati wote mimi ukupa hiyo fursa, umtolee Mungu sadaka zako, umtolee Mungu, na ili Mungu akubariki. Paulo akauliza, iwapo tunawalisha cha kiroho, kuna ubaya gani nasi tukikula cha kimwili? Kwa pesa zako mtolee Mwenyezi Mungu. Kwa pesa unamtolea Mwenyezi Mungu kwa sababu amekuwa mwema kwako, na hivyo unamtolea kupitia M-Pesa line 0792593648 0792593648. Ukiwa nje ya Kenya ni +254 792 593648 +254 792 593648. Pia PayPal address ama account, PayPal account ni bnsnmwanza@gmail.com, bnsnmwanza@gmail.com. Hiyo unaweza ukituma popote pale ulipo duniani, na pia popote pale duniani unaanza na kodi ya Kenya +254 792 593648. Mungu akubariki, Mungu na akuzidisha. Hadi hapo kesho, mimi nakupenda sana, na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.